mechi ya Azam dhidi ya Yanga. Tuanze na Ali Rwambano, viwili tu ambao vinatengeneza upekee wa mechi hiyo. Nadhani ni historia hivyo vilabu hawajaachana sana kwenye kupata matokeo. Nadhani kama wameshindana ni kwenye haivuki michezo mitatu. Yanga anaongoza kwa kushinda mara nyingi dhidi ya Azam. Kwa ni mechi ambayo imekuwa na ushindani wa kutosha kwa siku za hivi karibuni. Nadhani ni mechi nyingine bora sana ukiachana mechi ya Simba na Yanga, mechi nyingine ambayo inafuata kwa ubora mkubwa kwenye historia ya ligi yetu. Kwangu mimi naamini ni mchezo kati ya Yanga dhidi ya Azam FC, mechi ambayo ina ubora, kwa maana ni mechi namba 2 kwa ubora ukiachana mechi ya Simba na Yanga. Mechi nyingine ambayo inafuata kwa ubora na ushindani ni mechi kati ya Azam dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza ambayo imekuwa ikileta kitu special. Lakini pia kitu kingine ambacho na mimi ni special kwenye hiyo mechi ni mechi ambayo inakwenda kukutanisha wachezaji wengi bora kwenye vikosi vyao. Ukitaja vikosi ambavyo vina wachezaji wengi bora, utataja Young Africans, zao unaenda kuwataja Azam FC. Wana wachezaji wengi ambao wana ubora mkubwa. Kwa always itakuwa ni mechi ambayo ina ushindani wa kutosha. Unazungumza mechi ambayo ni timu ambazo zina ushindani kwenye kupata matokeo pindi ambapo zinakutana. Lakini pia faida nyingine, kuna kundi kubwa la wachezaji ambao wana ubora mkubwa kwenye vikosi vyote viwili. Lakini faida nyingine imekwenda kuongezwa kwenye eneo la benchi la ufundi. Hapa tunazungumza kocha Florent Ibenge, kocha ambaye ana taji la kombe la shirikisho. Kwa hiyo umeongeza cha tatu sasa. Yes, kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani ambavyo kutakuwa na ushindani wa kutosha baina ya hizi timu zote mbili, kwa sababu ubora kwenye maeneo ya benchi la ufundi, ubora kwenye wachezaji ambao wanakwenda kushiriki kwenye huo mchezo, na ushindani ambao umekuwa ukiwepo wa kihistoria baina ya hizo timu mbili, umekuwa ni ushindani wa kutosha. Kwa binafsi na mimi nitaweza kwenda kushuhudia miongoni mwa michezo bora zaidi. Okay, kuna mtu ameuliza hapa, bado mnaendelea kuchukua mechi hiyo kama kipimo cha depu? No, nafikiri mchezaji hapimwi kwa mechi moja ama mechi mbili. Nadhani huyo hoja yake imetokia kule kwenye ile kwamba sio mtu wa mechi kubwa. Anaongwa tu, anapaswa kuipuuza. Yaani ukijaji kila kitu hapa utateseka tu, kwa sababu sio wengine tumekalia nongwa pia. Nikidhani kama Depu hahitaji kujitofautisha kwenye mechi. Mfungaji bora wa muda wote wa michuano ya Kosafa, mabao 13 kwenye mechi 12, assist 3. Lakini pia mchezaji ambaye ametoka kwenye ligi ya Poland huendi kwa dua, unaenda kwa mpira. Lazima uwe na mpira unaoonekana ndio utaenda kucheza mpira. Lakini pia ni aina ya mchezaji ambaye tangu amefika kila siku anafunga, so sidhani kama inahitaji afunge tu mechi dhidi ya Azam FC ndio atakuwa mchezaji mzuri. Lakini mechi ya Young Africans dhidi ya Azam FC haijawahi kuwa mechi rahisi. Tangu mwaka 2008 wakati Azam ikiwa chini ya mwalimu Neide de Santos, mechi yao ya kwanza Azam alipoteza 3-1, lakini haikuwa mechi rahisi pia. Young Africans wakiwa kwenye climax walifunga magoli yao kupitia kwa Boniface Ambane aliyefunga magoli 2, lakini pia Jerison Tegete alifunga goli 1. Nakumbuka goli la Azam lilifungwa kwa mkwaju wa penalty na Yahya Tumbo akifanya kazi nzuri ya mpira ambao alifanywa madhambi John Rafael Boko. Tangu hapo performance ya Azam imekuwa ina updates ama ina maendeleo makubwa kuliko wakati mwingine wowote, kwa sababu ya level pia ya ushindani inazidi kuongezeka kila uchao. Performance yao inazidi kukua. Kuna wakati ambao tulikuwa tunaona performance bora kutoka kwa Kipre Cheche ambaye alikuwa anaisumbua sana Young Africans. Nakumbuka pia kuna mechi Kevin Friday kwenye debut yake alicheza dhidi ya Yanga na akafanikiwa kufunga pia. Performance ya Yanga na Azam kwangu mimi huwa nasema ndo mechi huria zaidi kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Unapohitaji mechi huru ambayo kila mwalimu anateketeza muda wake na anaamua mbinu zake ziwe pale, huwa ni mechi hiyo. Na inaweza kuwa ndio mechi ambayo kwenye ligi kuu kandanda Tanzania bara kuisha kwa 0-0 ni mara chache zaidi. Yaani kwenye kumbukumbu zangu hazizidi mechi 3 ambazo nimeziona Azam FC na Yanga zikiisha 0-0. Mara nyingi hata kama ni sare wani ya mabao kuanzia 2 ama sare ya bao 1-1 ilikuwa ni zamani sana, lakini ushindi pia mkubwa mara nyingi wani 3-1. Sijawahi kuona margin kubwa sana zaidi ya hiyo, labda ile Yanga ambayo alipoteza 4 ambayo pia ilikuwa ni Yanga ile ya Mapinduzi ambayo ilikuwa na kina Kilimali, ilikuwa na Mustafa Simon. Ngao ya Jamii pia Yanga ilipata ushindi wa mabao 4. Yes, kwa moja.
ambalo moja alijifunga Mamadou Yoro Jabi, sio? Yeah. Mawili ilikuwa ni deflection. Yes. Mara baada ya kazi nzuri ilikuwa imefanywa na Shadrack Sakaboka. Yes, kwa hiyo sioni mazingira yoyote ambayo anaweza kaya naifanya mechi iko ya kawaida. Na naitazama kama ndio kwangu kaniambia kipimo halisi cha ubora wa mpira wa Tanzania. Mara nyingi tunaopata kwenye mechi ambazo ni either Yanga na Azam ama Simba na Azam, kwa sababu ni mechi ambazo zipo open sana, lakini Yanga na Azam ndio huwa ni mechi bora sana yenye ushindani mkubwa zaidi. Unazungumza nini? Zungumza na sisi pia hapo YouTube Bongo TZFM. Tupo live hapo, unaweza kutuandikia kama vile ambavyo ametuandikia